Wote wa Kristo tunaanza tukiwa wadogo, wote tunaanza tukiwa wachanga. Hakuna mtu ambaye anaanza akiwa kwenye ukomavu, wote tunaanza tukiwa chini. Ila bidii ya mtu na ule utayari wa ukuaji wa mtu ndani ya roho yake ndio unaoamua kiwango cha ukuaji. Na hatukui kwa kulingana. Kuna anayekuwa spidi, kuna anayekuwa taratibu, kadri ya anavyoweka juhudi binafsi ya kutafuta kukua katika mambo ya Mungu. Na kadri unazidi kukua katika mambo ya Mungu, ndipo pia ambavyo unazidi kukua katika kumjua Mungu. Biblia inasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio waliamini jina lake. Kwa kila mmoja akinapompesa maisha yake anafanyika mwana wa Mungu. Kwa wote tunafanyika mwana wa Mungu, ila tunaachana kuanzia hapo. Kuna wanaobaki kwenye uwana, kuna wanaokuwa wanaenda kwenye usana, kuna wanaozaliwa kwenye utoto, alafu kuna anayekuwa ndo anaenda kwenye uwana. Sasa wengine wanabaki kwenye utoto hapo hapo, wengine wamehama wanaenda kwenye uwana, alafu kuna wanaokuwa kutoka kwenye uwana wanaenda kuwa messengers, watumwa au watumishi wa Mungu wanaotumwa. Sasa mtumishi wa Mungu simaanishi mhubiri, sio mhubiri. Maki unaanza kuwa na uwezo wa kufanya mapenzi ama kufanya makusudi ya Mungu popote pale, uwe ni kazini kwako, kwenye eneo lolote lile, nyumbani kwako, pale popote pale Mungu anakuamini na vitu fulani fulani, unaenda kuwa messenger. Then kuna wanaotoka kuwa messenger wanahama, wanaenda kuwa friends, wanaenda kuwa rafiki wa Mungu. Ni ukuaji. Daudi alikuwa mdogo, anachunga kondoo, akamjua Mungu kidogo kidogo, na ana passion na Mungu. Anasema nafsi yangu inakuonea kiu kama hayara atamani maji ya mto. Bwana, nafsi yangu inakutamani. Anasema neno moja nataka kwa Bwana, na ndio utakalotafuta, niketi nyumbani mwa Bwana, ni utafakari na kutazama uzuri wake, nizione nguvu zake patakatifu pake. Ana kiu na ana haja, kwa anakuwa anamtafuta Mungu, anasoma neno, anahudhuria ibada, anakaa kwenye maombi, akahamishwa. Mungu sema nimemwona mtumishi wangu Daudi, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono akaanza kusema vitu pale, anakuwa ametoka pale akakua mpaka akaenda kwa mahali Biblia inasema ni mtu baada ya moyo wa Mungu, a man after God's heart. Biblia mwitaje? Ibrahim alikuwa ni rafiki wa Mungu. Ibrahim, Mungu anamtokea Ibrahim ana miaka 75, alikuwa ni mtu mzima, ni mbabu. Ila pale ndipo alipozaliwa sasa. Kwa sababu Ibrahim kwa alikuwa wanaabudu miungu mingine. Mzee Tera baba yake alikuwa ni mshirikina, ana miungu mingine. Kwa alivyokufa Mungu anamtokea Ibrahim, anamuita. Lakini Ibrahim akaanza kukua, anatembea na Mungu, anamjua Mungu, anataka kusikia sauti yake, anakuwa mtii kwenye kitu cha kimungu, anakuwa taratibu. Mpaka nafika mahali Mungu anamuita ni rafiki wa kwake. Kwa alihama kutoka kwenye kuwa mtoto, akaenda kwenye kuwa mwana, akaenda kwenye kuwa mtumishi wake na mtumwa, messenger, katoka hapo akaenda kuwa friend wa Mungu, rafiki wa Mungu. Na hapo ndipo ambapo Mungu ametukusudia. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura 4 mstari wa kwanza na mstari wa pili, inasema mtoto wakati wowote awapo mdogo huwa hana tofauti na mtumwa, ingawa ni mrithi wa yote, ila urithi wake wote unakuwa chini ya wasimamizi na waangalizi mpaka atakapofikisha umri ule uliokusudiwa, ulioamriwa na Baba. Anasema sisi nasi tulipokuwa katika dhambi tulikuwa kama watoto. Anasema mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, ila urithi wake unakuwa chini ya wasimamizi na waangalizi mpaka atakapofikisha umri wake kamili. Sasa angalia, mtoto mdogo, hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye akachukua mtoto mdogo akampa funguo yake akamwambia endesha. Hawezi, sababu anajua anaenda kumuua, hata kama ndio mrithi. Kwa watakuwa ni warithi ila kama watumwa. Unakuwa na vitu ila hauwezi ukavinjoy. Mungu amefanya sisi ni warithi wa kila kitu cha kwake, ila pia tumefanywa kuwa warithi pamoja na Kristo. Chochote alichonacho Mungu ni chetu pia, lakini kutuamini na kukiachilia kwenye mikono yetu ili tukienjoy ni mpaka tuwe na kiwango fulani cha ukuaji. Kabla hujamkabidhi mtu kitu, angalia ukuaji wake kwanza, sababu ukimwamini mtu na kitu kitashuka mpaka kwenye kiwango cha ukuaji wake. Ukipewa hela, kama level yako, ukomavu wako, ukuaji ni milioni 2, zitarudi pale pale. Biblia inasemaje kwenye Mathayo 25? Kabaira mmoja alita watu 3, akapa talanta, mmoja 5, mwingine 2, mwingine 1. Wa 5 alizalisha 5 nyingine, wa 2 akazalisha 2 nyingine, wa 1 akafikia, hata ile 1 hakuzalisha. Na Biblia inasemaje? Aliwapa, he gave them according to their several abilities. Anasema aliwapa kwa kadri ya uwezo wao mbalimbali. Kama kichwa wake kinaamua uzalishaji, yuko ni uwezo wao, na yule ambaye hakuzalisha alikuwa hana uwezo. Walikuwa kwenye taifa moja, kwa sababu ni kabila aliwaita. Walikuwa kwenye mji mmoja, hali ya kiuchumi ni moja, ile mazingira yote yanafanana, hali za nje zinalingana. Tofauti ilikuwa ni jinsi ya ndani. Haikuwa tofauti ya nje, ilikuwa ni tofauti ya ndani, sababu wote walikuwa kwenye eneo moja, ni mtu mmoja. Aliwaita kama vile kwamba wote tuko Dar es Salaam hivi, tuitwe na mtu mmoja atupe mtaji. Mazingira tuko kwenye eneo moja, lakini tunavyokuwa ni tofauti.
Mmoja kazalisha 5, mwingine 2, mwingine yule moja hata kamoja kuzalisha. Akaambia, mjinga wewe, ungepeka hata kwa wanaotoza riba. Maana wewe unafanya microfinance ili waizungushie warudishe. Wewe umefikia chini. Sasa sikiliza, adhabu yako tupa huko nje. Maana ni nini? Mungu ana hasira na watu ambao hawakui. Kwa sababu akikutazama haukui, anaona hauko productive. Wewe unanisumbua. Kamata, tupa shimoni kwenye tanuru la moto. Kuna mwingine aliita watu 10. Akawapa talanta moja moja wote 10. Yule mmoja alizalisha, kuna mmoja alizalisha 10 kutoka kwenye moja. Kwa maana yule uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko watu 5. Sababu huyu alipewa moja akazalisha 10. Huyu alipewa 5 akazalisha 5. Kwa huyu hizi 5 zingeenda kwa yule mwenye moja, angezalisha 50. Sababu kama moja alizalisha 10, 5 angezalisha 50. Kwa huyu uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko huyu aliyezalisha 5 kutoka kwenye 5. Wakorintho wa pili 4:17 nasemaje? Maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda mfupi tu yatuandalia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Dhiki yetu ile muda mfupi tu inatuandalia utukufu wetu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Unajua ile ni uzidio, maana unakuwa, maana unaongezeka. Na kila mtu, maana Mungu anasema hivi, dhiki tunazozipitia lengo lake kubwa ni kutupeleka kwenye utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi sana. The growing glory, maana yake unakuwa, uzidio maana nini? Unazidi kuongezeka. Kwa hiyo kila dhiki inayokuja kwa mtu ni kwa lengo la kumpeleka kwenye utukufu unaoongezeka. Ndio maana ukiwa kwenye kiwango fulani, tutakuja tudhiki tokitoto twa level yako. Ukitupita unapewa kadhiki kingine kakubwa kubwa. Hakuna mtu ambaye ameokoka atakimbia dhiki. Utakimbia dhiki tu kama uko kwenye njia moja na shetani. Ila kama uko kwenye njia ya Mungu, dhiki utakutana nazo. Yaani wewe ukiona unatembea tu ukutana na vikwazo, ukutana na vigumu, ukutana na changamoto, angalia vizuri. Unaweza kujikuta unatembea na kampani yako ni shetani. Sababu hakupingi. Unajua Mungu hakampingagi mtu. Hana gatembe kumpinga. Ukiamua kuwa kwake, anakaa na wewe, utakutana na upinzani wa shetani. Ile ukiamua kwenda kwa shetani, Mungu hana time na wewe, hakupingi, anakuacha. Tembea na wewe. Sababu yeye kwa Mungu ametupa uchaguzi. Nimekuweka mbele yako. Kumbukumbu la Torati 30:19. Anasema nimekuweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Anasema nakushauri, chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Mungu anakushauri. Kwa ukiamua kuchagua uzima, anatembea na wewe. Ukiamua kuchagua mauti na laana, anakuacha. Ila shetani hakupi uchaguzi. Yeye ni mzee wa kuamrisha, anataka tu hapa. Kwa ukienda kwa Mungu, anaanza kukuchukua na kulazimisha na kuletea hiki ili kukupinga. Ila Mungu yeye anakushauri, anakuacha. Kwa ukiona hukutani na issue fulani hivi, jiangalie vizuri. Ila kama unakutana na issue fulani hivi, ujue Mungu yuko upande wako na uko njia moja na Bwana. Ila nasema hivi, kila dhiki ni kwa lengo la kutufanyaje? Kutukuza, kupeleka kwenye utukufu uzidio unaozidi kuongezeka. Hiyo ni matamanio ya kila mtu ambaye amepesa maisha yake ili utukufu wake uzidi kufanyaje? Utukufu maana nini? Ni Mungu kujifunua au kujidhihirisha kwa jinsi ya kimwili. Naye neno akafanyika mwili nasi tukauona utukufu wake. Kwa utukufu wa Mungu ni Mungu kujidhihirisha kwa jinsi ya kimwili. Kwa dhiki inakuja ili nini? Kukurudisha kwenye neno, utafute neno, ulichukue, ukae nalo, uende kwenye maombi, uombe kwa lile neno lifanyike mwili kwenye maisha yako, Mungu aonekane. Musa anaenda kwa Farao, waacha watu wangu waende kunitumikia. Anasema hawataenda. Anarudi kwa Mungu kuongea na Mungu. Mungu anampa neno. Akimpa neno, anarudi kwa Farao, analiachilia lile neno mpaka mwisho wa siku akatoka. Na kila akienda kwa Mungu akirudi, utukufu mpya. Ukiangalia yale mapigo 10, kila pigo ulikuwa ni ufunuo wa Mungu wa tofauti na kiwango kilichotangulia. Na hata alipotoka, kila walichokuwa nakutana nacho njiani kwenye bahari ya Shamu ni ufunuo mpya. Ukienda maji machungu ni ufunuo mpya. Ukienda mwamba utoa maji, kila sehemu ilikuwa ni ufunuo mpya. Mungu anajifunua. Ndio maana anaandika kule ambako baada ya majina tokea, sijui Yehova Nisi, sijui Jehova Rafa, sijui nini. Ilikuwa ni Mungu anajifunua, mimi ni Mungu akuponyaye. Mungu anajifunua kwa majina mbalimbali. Alikuwa ni anajifunua, ni ufunuo wake mpya. Kwa kila changamoto inakuja kumfunua Mungu kwako. Lakini kila hiyo changamoto inakuja ili kukukuza pia. Sasa angalia matokeo yake. Musa ndio aliyekuwa anakuwa katika kumjua Mungu. Wana zile kwa wakui. Ni kwa nini? Sababu walikataa kukua. Yaani Mungu anajifunua kwao ili wote wakue. Wao hawataka kukua. Biblia inasemaje? Musa alizijua njia za Mungu. Wana wa Israeli wanajua matendo ya Mungu. Kwa wao wanajua matendo tu, ila njia za Mungu hawazijui. Kwa sababu Mungu japokuwa anajifunua katikati yao, hawana time ya kumjua.
Walikuwa wanaamua kuishia kuona miujiza, ila Musa anamtafuta zaidi, na kila anapojifunua inaweka kiu mpya ndani ya Musa ya kutaka kumjua zaidi ya pale. Sikia, saa nyingine kanisani unapoona chochote Mungu amekifanya, usiishie kwenye pale, kwenye ule muujiza. Tafuta kumjua Mungu kutokea pale. Mungu akifanya kitu ni kwa lengo la kujifunua kwetu, tumjue kwa staili nyingine. Sasa sisi tunashifurahia muujiza, tunaacha kutafuta kile ambacho Mungu anakipitisha ndani ya ile muujiza ili tumjue kwa staili nyingine.